Mtoto wangu yule pale Gideon, mtoto wa dada yangu, nikamueleza. Tukakaa pale nikamueleza, nikamwambia kilichotokea ni 1, 2, 3 katika msiba. Kwamba huyu mtoto hajafa kifo cha Mungu, amekufa kifo cha kubanwa pua na mdomo na dada ndio kamuua. Basi yeye akaniambiaje, mama, tusubiri kwanza. Mungu tumuite dada mkubwa wa mama wa marehemu. Tukamuita mwalimu Deokresia. Tulimuita Deokresia tukakaa watatu. Sasa wakati huo akili kanijia, wakati namuoji kama alianza kufunguka. Nikawa nimebonyeza simu yangu ya kurekodi. Nikawa najaribu kumrekodi yale yote anayoyaongea. Yote ninayo nikamrekodi yote anayoyaongea mwenyewe, akaongea kamaliza. Sasa nilipoingia kwenye gari nikamwambia, jamani, hebu sikilizeni kwanza ile rekodi niliyomrekodi mtoto, alafu tujue tufanye nini. Mjue kinachoendelea katika msiba. Tukajifungia kwenye gari hapo nje, nikafungua simu, tukaanza kusikiliza. Tukasikiliza, tukamaliza, tukaona wote tukaishiwa nguvu. Tukamwambia sasa tufanye nini? Tukashauriana hapa cha kufanya, tusimwage mtama kwenye kuku wengi. Tukimwaga hapa itakuwa mambo mengine, sababu hamna mtu aliyependezewa hicho kitendo. Kila mtu kinamsikitisha. Kwa hiyo kila mtu tutaweza kuvamiwa nene. Sasa tutumie busara, tumpeleke kituo cha polisi. Polisi watamhoji kule, ataeleza kama ni kweli alivyokueleza, ataenda kula ataeleza vile vile, ila tusiseme kwanza. Basi tutampelekaje sasa? Hapa naambia mimi nitaongea naye kama sijamuonyesha ile, kumuonyesha kwamba mind, yani nimechukulia ile kama nimeamaki. Nimemchukulia kama vile tunaongea kama rafiki, ili aniambie siri zake niweze kumfichia siri zake. Sasa nitamwongea kirafiki vile vile. Basi nikaingia, nikamuita Maria, bibi, nikamwambia njoo mara moja tu. Nikaanza tukanunue maji kule Tabata Kimanga. Maji ya kunywa, sababu watu hawana maji ya kunywa baada ya kula chakula. Akasema sawa bibi, ngoja nifuate viatu vyangu. Akafuata viatu vyake kule nyuma akavaa. Tukaingia kwenye gari. Tukaingia kwenye gari tukaenda na wale tukao wa 4. Huyu mtoto, huyu Gideon na yeye na mwalimu na mimi. Tukaenda tunaongea, anaongea vizuri. Tunaongea naye, tunaongea. Tukafika mpaka kituo cha polisi. Tufika kituo cha polisi, nikamwambiaje, Maria, unakumbuka tu leo niambia pale tulivyoongea? Akaambia sasa wala usiogope hapa kituoni, wala usiogope, kwa sababu mimi nataka nikusaidie kama nilivyokuambia. Sasa ili nikusaidie zaidi, ngoja twende pale ili tuyaandikishe, lakini yataendelea kubaki huko kwa tutaendelea, nitakulinda. Kweli bibi? Nikamwambia haya. Kwa hiyo akashuka, nikaingia mle ndani, nikaelezea nilivyowaelezea pale ndani kituo cha polisi. Wakasema mtumiwa yuko wapi? Nikamwambia yuko kwenye gari nje. Wakamtuma afande wa kike, akaenda nje kwenye gari, akamtoa, akamleta kituoni cha Tabata, kwenye kituo cha polisi cha Tabata. Basi akafika pale, akakaa na mkuu wa kituo cha pale, afande mwanamke, akaongea naye kiurafiki naye pia. Akamwambia, unajua mama alivyotueleza, tunataka tukusaidie. Wewe usifiche kitu chochote. Kwa hiyo tuambie yote uliyoyafanya kwa vile mtoto, afu tutajua tutakusaidiaje. Basi akasema sawa. Akafunguka, akaanza kueleza vile vile. Yaani vile vile nilivyomrekodi na vile vile alivyoeleza kule ni yale aliyonania. Basi akamaliza, wakasema ngoja ingia kule, wakaandika maelezo. Akasema kule aliongeza kusema nina dawa. Kutokana na hayo nimeweza kuzungumza na mtumishi wa Mungu, naye alikuwa na haya kueleza. Kulikuwa na changamoto nyingi sana za mabinti wa kazi, si wote lakini wachache. Kama kuna kipindi hapa ambacho tuko nacho, kuna binti ameua mtoto wa bosi wake katika mazingira kidogo ambayo ni ya kutatanisha, lakini hayo yote yanaonyesha kwamba ni masuala ya kiimani. Maana inasadikika yeye alikuwa na shida kidogo ya masuala ya mashetani ilikuwa kimsumbua. Sasa kama wewe mtumishi wa Mungu, naamini utakuwa
unalo jambo kuzungumza kwa ajili ya jamii ya watu, ambapo watoa mabinti vijijini kuwaleta mjini kuja kubaki na watoto wao. Sasa kama mtumishi wa Mungu, unaweza ukatoa ushauri gani ambao utakuwa ni mzuri, na labda utafundisha na utaelimisha watu kwa namna moja ama nyingine, ili kusudi mtu akimtoa mtu kijijini au mahali popote akimkabidhi watoto wake afanye yapi? Karibu mtumishi wa Mungu uweze kuelezea kiufupi. Amen. Kwa dunia tulio nao sasa, imekuwa na vitu vingi sana vinavyoleta mkanganyiko sana kwenye maisha tulio nayo. Hasa ukihusisha sana masuala ya sayansi, ya ukuaji wa sayansi na teknolojia, imekuwa pia ni chagizo au ni chanzo cha mimomonyoko ya maadili hasa kwa kiwango kikubwa sana. Sasa sitazungumzia hapo, ikite moja kwa moja kwenye swali kwamba watu wanachukua wafanyakazi kutoka maeneo na maeneo, hasa maeneo ya vijijini, kuwapeleka mijini kwa ajili ya kuwasaidia majukumu ya nyumbani, lakini wale watu ndani yao wanakuwa na roho zingine au na matatizo mengine. Sasa cha kwanza kabisa ukianza kufuatilia miongozo ya kimungu mwenyewe, anasema kabla ya jambo lolote hujalifanya, cha kwanza unatakiwa kumshirikisha Mungu. Kwa nini unatakiwa kumshirikisha Mungu? Mungu akihusika katika jambo lako, hakuna jambo linaweza likaenda tofauti. Na Mungu yeye siye mwanadamu hata akasema uongo. Kwa hiyo akikwambia no, basi ni no. Akikwambia yes, basi ni yes. Sasa watu wengi sana sasa hivi tumekuwa ni watu tunaoishi kimwili sana kuliko kiroho. Na dunia tulionayo sasa ina mikanganyiko mingi sana. Lakini lazima tuelewe dunia tulionayo inaongozwa na nguvu. Na hizi nguvu ziko mbili tu. Ni nguvu ya ufalme wa Mungu aliye hai na nguvu ya ufalme wa Shetani, ambao kazi yake ni kuharibu makusudi ya Mungu ndani ya watu wake. Na kazi ya ufalme wa Mungu ni kukuza na kutangaza ufalme wa Mungu, lakini kuharibu uharibifu wa nguvu za kuzimu na makusudio yake yote. Sasa watu wengi sana tunapokuwa tunatafuta watu wa kutusaidia, wengi tunawatafuta kimwili bila kujua huyo mtu ametoka wapi, yeye ni nani, jamii yake ikoje, desturi yake ikoje, imani yake ikoje. Tunawapokea, tunawachukua, tunawaweka ndani kwetu, halafu tunawaacha. Hatupati muda wa kuwachunguza, hatupati muda wa kukaa nao, hatupati muda wa kuomba nao. Na mbaya zaidi, wengi wetu tumekuwa ni watu wa dini, yani tumeshika dini kuliko kumshika Mungu mwenyewe. Yani najua nikienda kanisani Jumapili nimemaliza, nikisikiliza wamesema nini, wamefundisha nini, wametuombea, wamemaliza, siwi na faraga mwenyewe ya kumtafuta Mungu personally kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya kazi yangu, kwa ajili ya afya yangu. Kwa hiyo tunapowapata hawa watu, ikiwa adui amepandikiza kitu ndani yao, au ikiwa ni watu waliotoka katika ufalme fulani wa Shetani au ufalme fulani au katika madhabahu fulani, maana yake zile roho zinakuwa zikitenda kazi ndani yao. Kwa hiyo wanapokuja pale, maana yake lazima huyu mtu kwenye ulimwengu wa roho wa ufalme wao amepewa kazi maalum ya kufanya. Kwa hiyo hata watu tunapowapokea, tunapowaweka ndani kwetu, maana yake kuna mambo yataanza kutokea. Kwa nini? Kwa sababu kuna madhabahu nyingine ndani yetu. Na hasa ukikuta mtu sio muombaji, ndio unaenda unamalizwa kabisa. Kwa wao wanakuwa wanafanya kazi zao kiwepesi sana. Lakini hawa watu pia ni malango. Sasa nitajuaje kwamba huyu mtu niliye naye ni lango la mafanikio,
ama ni lango la kuua mafanikio yangu. Hapa nitajua kama mimi binafsi nitakuwa nimeweka msingi kwa Mungu. Nitakuwa mtu wa maombi, nitakuwa mtu wa ibada, nitakuwa mtu wa neno. Mungu atasema na mimi kwa habari ya chochote kitakachotokea, kinachotokea na kitakachokuwepo. Sasa Biblia inasema hivi, kabla jambo halijatokea, Mungu husema na watu wake. Watu wake ni nani? Maana yake mimi ninayetafuta mfanyakazi, niko hapa naongea na mtu wa kijijini kwa mfano. Nahitaji mfanyakazi. Yule mfanyakazi akishapatikana, cha kwanza kabla sijamtafuta, naingia magotini na mwambia Mungu uhitaji nilionao. Halafu Mungu anipe direction. Na Mungu huwa sio muongo. Yaani anaweza akakwambia kabisa mtafute fulani, mpigie fulani atakuunganisha na mtu. Huyo mtu atakupa mtu sahihi. Na yule mtu akishampata, umeambiwa bwana tayari mtu ameshapatikana, usikimbilie kutuma nauli. Lichukue jina lake lipeleke tena kwenye maombi. Mwambie Mungu mtu huyu amepatikana, anaitwa fulani. Je, ni ndiye au siye? Mungu atakwambia ndiye. Kwa hata anapokuja anakuja mtu ambaye wewe una taarifa zake kabla yeye hajaja. Unajua kabisa huyu mtu anayekuja ni mtu wa namna gani, wa design gani. Halafu hata wakati wa kukaa naye mimi nikae naye kwa namna gani. Okay. Sasa kwa kuwa wengi hatujui kama watu tunaokaa nao ni malango, wanaweza kutuua au wanaweza kutuinua. Wengi tunafia hapo. Nikupe mfano mmoja kidogo. Ukisoma historia ya Naaman, alikuwa ni mtu mkubwa sana katika ufalme wake. Lakini pamoja na heshima aliyokuwa nayo, ukuu aliyokuwa nao, Biblia inatuambia kwamba alikuwa na ukoma ndani yake. Katika mazingira ya kawaida, Biblia inatuambia palikuwa na kijakazi wake. Maana yake kulikuwa na mtu aliyekuwa akifanya kazi ndani kwao. Lakini yule mtu ni nani angejua alikuwa ni lango la uponyaji au lango la kuvuka kwa Naaman? Hakuna ambaye alijua. Lakini tunawezaje kuvuka kama hatujajua namna ya kuishi na watu? Unaona yule binti alikaa vizuri sana na Naaman, na hii kitu inatuthibitishia alikaa vizuri kwa sababu wakati Naaman anatafuta msaada, hapati msaada, haoni pa kupatia msaada, haoni mahali pa kwenda kupokea uponyaji. Yule binti anasema hivi, laiti kama bwana wangu angejua ya kwamba kule kwetu kuna mtumishi wa Mungu, basi angeenda angemsaidia. Wale wafanyakazi wake waliposikia ile jambo, wakapeleka ile taarifa, wakasema hebu muiteni huyo binti. Alipokuja akatoa maelekezo, Naaman akasema nendeni mkamfuate huyo mtumishi wa Mungu. Biblia inasema walipoenda, yule mtumishi hakushuka kwenda kumuona Naaman, ila aliwaambia mwambieni huyo ajichovye kwenye mto mara 7. Kwa heshima ya Naaman alifikiri amedhihakiwa, lakini kumbe ni protocol za kimungu. Alipotaka kukataa, wale watu wakaibae wakamwambia no, ni aheri ufanye. Alipojichovya mara ya kwanza hakuona mabadiliko, mara ya pili hakuona mabadiliko, mara ya 3 hamna mabadiliko, ya 4, ya 5, ya 6. Alipozama mara ya 7, alipoibuka, Biblia inasema aliibuka akiwa mtu mpya. Ngozi yake ilibadilika ikawa na ngozi nzuri kama ya mtoto mchanga. Sasa swali letu, ni nani angejua kwamba yule binti ameenda kwa Naaman kama lango la uponyaji? Kwa hawa watu wanapokuja, maana yake ni maagenti wa ufalme. Sasa tutajuaje kama ni maagenti wa ufalme wa Mungu katika familia ama ni maagenti wa ufalme wa giza katika familia? Ni pale tunapoamua kuweka misingi yetu katika kumuomba Mungu, kusoma neno na kuwa watu wa ibada. Ndipo Mungu atasema na sisi, atatusaidia. Halafu sio tu hivyo, tukiachana mambo ya kiroho, watu wengi pia tunawachukua hawa wadada wa kazi, tunawaona kama ni watu wasio na kitu, wasiofaa, wasio na maana. Ndio maana kutokana na mifumo na maisha,
ambayo tunaishi nayo hawa watu, tunapandikiza roho za chuki na unyama ndani yao. Kwa wengine sio mapepo, ila ni kwa sababu ya roho ambazo sisi tunapandikiza kwao bila kujijua. Kwa kama huyo mtu pia alikuwa hajasimama vizuri na Mungu, pale na shetani anajiinua, ndipo mabaya haya yanapotokea tunayaona. Okay. Kumbe hapo nikupe pia mfano mmoja wa mwisho. Juzi kati hapa tulikuwa na semina mahali fulani. Tukawa tumealikwa kwenye kanisa fulani kwa ajili ya maombi kushiriki semina. Kwa hiyo pia muda umefika wa maombi, nikakutana na binti fulani, lakini nikawa nasikia natamani kumuombea, ule msukumo siusikii. Ila nasikia Roho Mtakatifu ananiambia muangalie huyu binti usoni. Wakati naendelea kumwangalia usoni, naona napepesha macho, nikamwambia sikiliza, niangalie macho yako kwenye macho yangu. Baada ya kuniangalia, akapiga kelele kwa nguvu sana yule dada. Alipopiga kelele kwa nguvu, nikagundua nini kilitoka ndani yake. Kabidi niwaulize wale watu wa ile kanisa, huyu binti anakaa na nani? Wazazi wake ni nani? Nikaambiwa ni binti ambaye wakazi. Nikamwambia anayefanya kazi kwake ni nani ambaye anamfanyia kazi? Akaja mama moja. Lakini nikamwambia yule mama, huyu binti toka amefika kwako, mambo mengi yamekufa, kwa sababu huyu ndani yake ziko roho za kichawi zinazofanya kazi kwa siri. Akaniambia ni kweli. Baada hapo tukaomba na Mungu akamfungua, japo sijajua kama wanaendaje, lakini tuliomba. Sasa kwa hawa watu tunapokaa nao, tunatakiwa tumshirikishe sana Mungu. Tusiishi nao tu kibinadamu. Halafu tusiwaone pia kama ni watu ambao hawana maana walipotoka. Wana maana, wana thamani, wana heshima kama ambazo mimi na mtu mwingine anatamani kuheshimiwa. Okay. Sawa. Nakushukuru sana mtumishi wa Mungu, na mimi aliyesikia amesikia, mwenye masikio na amesikia. Umezungumza mambo mazuri, mambo yanayoweza kumwelimisha mtu na akamjenga. Kumbe tunatakiwa kumtanguliza Mungu kwanza, na jambo lingine hapo ni hilo la kuishi nao kwa upendo mzuri na kuwaona ni watu wenye thamani. Hilo ni jambo zuri kabisa, na mimi ujumbe umefika. Kwa hiyo wewe ambaye una binti wa kazi au unatarajia kumpata kutoka jijini kwenu, zingatia mambo hayo ya muhimu kabisa. Naamini kila kitu kitakwenda vizuri. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu, Apostle Hankirawa. Mungu akubariki. Amen. Na ushauri mwingine, kama wataona pia hao wanaohitaji wafanyakazi wa ndani nafaa, ukiona unashindwa kabisa, mtafute mtumishi unayejuana naye, mshirikishe, mwambie mtumishi, ninahitaji kufanya 1, 2, 3, nisaidie, nifanyaje? Atakupa miongozo mizuri sana, itakusaidia. Lakini sio kila mtumishi pia ni mtumishi wa Mungu. Kila amani ya moyo kutoka ndani mwako. Yaani kuna namna tutashuhudiwa kumtafuta mtu, mtafute, alafu mshirikishe. Mungu atakuwa ameweka kitu cha kwako kwa huyo mtu, kitakusaidia. Na Mungu awabariki sana. Amina. Barikiwe sana. Amen. Mungu ana wakati mwema. Amen.